zipo tu na ni za kawaida, ila ukija kwa upande wa Damaro Kamara faulu zake nyingi zimekuwa ni reckless. Kudhibitisha hilo, tumeshuhudia kwenye michuano ya Mapinduzi aliweza kupata red card, ni kutokana na kufanya faulu zake ambazo zimekuwa ni reckless, yani sio za kiufundi. Sasa anapokwenda kucheza na Al Ahli Nation, cha kwanza anapaswa kuwa makini sana na wachezaji wa Al Ahli Nation, kwa sababu wamekuwa na ushawishi mkubwa sana, wanajua jinsi wa kuwatumia waamuzi. Kwa hiyo akienda vile kichwa lolote jambo linaweza likatokea na akaenda kuigharimu timu yake. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa Damaro Kamara, ameingia vizuri ndani ya timu. Kuna wakati tunaona akianza yeye pamoja na Duke Abuya, anamruhusu zaidi Duke Abuya kuwa juu, yeye anabaki chini kuact kama shield, kwa maana ya ngao, kumlinda Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka au hata Mwamnyeto kama kuna wakati ametumika kama center back, anakuwa ni ngao nzuri zaidi ndani ya timu. Lakini pia ukimzungumzia Damaro Kamara, ndiye kwenye mchezo wa mwisho ambao Yanga ameshinda mabao 6 dhidi ya Mashujaa, nilimuona Damaro Kamara ambaye aliwapa uhuru zaidi Maxim pia Nzengeli hata Pacome Zouzoua kufanya mambo yao kiwanja.